Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wana amani tena jioni ya leo? Mshangilie tena Bwana Yesu. Haleluya. Leo ni siku ya ngapi? Siku ya ngapi leo? Leo ni siku ya 3. Mungu ametupa tena neema ili tuweze kuendelea na somo letu ambalo Mungu amekusudia tuweze kulisikia kwa wakati huu. Tuna somo lenye kichwa kinachosema msalaba wa Yesu unavyotumika kisheria kukupigania dhidi ya miungu inayozuia hatima yako. Msalaba wa Yesu unavyotumika kisheria kukupigania dhidi ya miungu inayozuia hatima yako. Na neno hili tunalisimamia kupitia kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ule mlango wa kwanza mstari wa 17 na ule mstari wa 18. Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 17 na wa 18. Na Biblia inazungumza habari za Paulo wakati anaongea na Wakorinto, akawa anasema kwamba neno msalaba kwenye ule mstari wa 18 kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunajaribu kuiangalia nguvu ya msalaba ambayo inaweza kutupigania ili tuweze kufika katika hatima zetu. Unaweza ukaniuliza kwa nini msalaba utumike kisheria? Msalaba unatumika kisheria kwa sababu kile kitendo cha Yesu kuja kufa msalabani, manake ilikuwa ni kanuni katika ulimwengu wa roho ya kumlipa shetani madai ambayo alikuwa anatudai, ili sisi tuweze kufika kule mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa hiyo kile kitendo cha Yesu kufa ilikuwa ni kitendo cha kumlipa shetani madai ambayo alikuwa anatudai, ili tuweze kutoka kwenye utawala wa sheria ya dhambi na mauti na tuweze kuingia kwenye utawala wa sheria ya roho uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tumetoka mbali, sitaweza kurudi kule ambapo tumetoka. Leo kuna kitu kingine nataka tuweze kukiangalia kwa jioni ya leo. Leo kuna kitu kingine nataka tuweze kuangalia ili tuweze kupata nafasi ya kuomba. Leo nataka tuweze kuangalia damu ya Yesu. Damu ya Yesu inavyotumika kiroho. Damu ya Yesu ya msalaba. Damu ya Yesu ya msalaba inavyotumika kiroho kufungua hatua zako zilizoshikiliwa na miungu. Damu ya Yesu inavyotumika kiroho kufungua hatua zako zilizoshikiliwa na miungu. Kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ule mlango wa 12. Ufunuo wa Yohana ule mlango wa 12 ule mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana ule mlango wa 12 ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hebu rudia sentensi hii nyuma yangu. Sema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo nataka tuweze kuiangalia damu ya Yesu, lakini ni damu ya Yesu ya msalaba. Hatujatoka kwenye lengo la somo letu, bado tupo kwenye nguvu ya msalaba. Manake hii damu tunayoiangalia ni damu ambayo inatoka kwenye msalaba wa Yesu, na damu tunayoiangalia ni ile damu ambayo inatoka kwenye miguu ya Yesu. Manake ile damu inayotoka kwenye miguu ya Yesu ndio tunataka tuitazame siku ya leo, namna ambavyo inaweza kutusaidia kuweza kupambana na miungu ambayo imeshika hatua zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka tuweze kuliangalia katika habari hii, kuna muunganiko wa kiroho. Kuna muunganiko wa kiroho kati ya hatua zako na miguu yako.
kuna muunganiko wa kiroho. Kuna muunganiko wa kiroho kati ya hatua zako na miguu yako. Kile kitabu cha Zaburi ule mlango wa 37. Zaburi mlango wa 37, nimekwambia kuna muunganiko wa kiroho kati ya hatua zako na miguu yako. Kile kitabu cha Zaburi ule mlango wa 37 ule mstari wa 23 na wa 24. Zaburi ya 37 ule mstari wa 23 na wa 24. Biblia inasema hivi: hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Ajapojikwaa hataanguka chini. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka uweze kuelewa, ya kwamba kuna muunganiko wa kiroho kati ya miguu ya mtu na hatua zake. Maana yake ni kwamba kile kitu ambacho Mungu amekusudia uweze kukifanya, maana yake kuna hatua ambazo zinatakiwa ziweze kutokea. Maana yake kama hakuna hatua zinazotokea katika kitu unachokifanya, maana yake uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho inawezekana kuna kitu ambacho kimesimama ili kuweza kukuzuia, ili uweze kushindwa kupiga hizo hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi: hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana, naye anaipenda njia yake. Hata ajapojikwaa hataanguka chini. Manake anazungumzia mtu ambaye hata kama atakutana na changamoto, lakini huwezi kumkuta huyu mtu akianguka chini, au huwezi kumkuta huyu mtu akirudi nyuma. Manake katika kila kitu anachokifanya, manake ukimwangalia unaona maongezeko katika kitu anachokifanya. Manake ni kwamba huyu mtu tayari hatua zake katika ulimwengu wa roho ziko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo manake kitu chochote kinachoinuka ili kuweza kumrudisha nyuma kinashindwa. Kwa nini? Kwa sababu automatically katika ulimwengu wa roho hatua za huyu mtu ziko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize swali ambalo ulitafakari tu mwenyewe moyoni mwako. Jaribu kufikiri, tangu umeanza kufanya hicho kitu unachokifanya, umefika wapi? Je, hapo ulipo ndipo Mungu alipokusudia uwe? Kwa sababu kila hatua unayopiga, ile hatua imefungwa kwenye majira na nyakati. Manake tunapozungumzia mwaka 2024, katika kitu unachokifanya, inawezekana kuna mahali ambapo Mungu anakusudia uwe tayari umeshafika. Lakini kwa sababu shetani anajua ya kwamba huyu mtu hatua zake zikiwa zimeshikamana na Mungu aliye hai, au zikiwa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, manake anajua kabisa huyu mtu hata nikimletea changamoto sitaweza kumzuia. Manake atazidi tu kusonga mbele, atazidi kuongezeka, hatua zake zitazidi kuongezeka, kitu anachokifanya kitazidi kuongezeka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima atatafuta sababu ya kuwinda miguu yako. Manake akishapata miguu yako katika ulimwengu wa roho, tayari ameshapata hatua zako. Kwa hiyo unajikuta kuna vitu ulikuwa unapenda kuvifanya, unashangaa ghafla ufanyi tena. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho miungu imeshapata nafasi ya kushikilia hatua zako katika ulimwengu wa roho, ambazo ndizo zinazosababisha ushindwe kufika kule mahali ambapo Mungu amekusudia. Ni watu wachache sana ambao huwa wanafanya tathmini kwenye vitu wanavyovifanya. Ni watu wachache sana. Lakini watu wengi huwa wakiona matokeo ya vitu wanavyovifanya huwa hawafanyi tathmini. Kwa nini? Kwa sababu wanaridhika na kile kitu wanachokiona katika mazingira walionayo, lakini hawajitathmini na kule ambapo wanaenda. Kwa sababu inawezekana matokeo unayoyapata leo yako tofauti na kule unapotaka kwenda. Kwa hiyo ukipima kule unakotaka kwenda na aina ya mazingira ulionayo leo, unaona ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usipoelewa ya kwamba shetani ana uwezo wa kushikilia hatua zako katika ulimwengu wa roho, zikasababisha ushindwe kufika mahali ambapo Mungu alipokusudia, maana utajikuta kila siku miaka inaenda lakini uko pale pale. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hatua zako zimeshikiliwa na miungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Samueli wa pili, kitabu cha Samueli wa pili ule mlango wa 22.
Samueli wa pili ule mlango wa 22 ule mstari wa 37. Samueli wa pili ule mlango wa 22 ule mstari wa 37. Biblia inasema hivi: umezifanyia nafasi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Unaona kitu ambacho anazungumza hapa? Anasema umezifanyia nafasi hatua zangu. Maana yake ni kwamba kila huyu mtu anapokanyaga, maana yake anakuta amefanyiwa nafasi. Kufanyiwa nafasi ni nini? Maana yake kufanyiwa nafasi, maana yake ni kutengenezewa mazingira ya kufanikiwa katika kila hatua ambayo unapiga. Labda nikupe mfano huu ambao unaweza ukanielewa. Inawezekana ndani yako ukawa una wazo la kufanya biashara, na Mungu akakupa neema ukafika labda pale Sanya mjini. Mungu akakupa neema ukapata frame pale, ukaanzisha labda duka la pembejeo za mifugo au duka la pembejeo za kilimo. Sasa ulipoanzisha duka la pembejeo za kilimo, ghafla ukashangaa kuna watu wanakuja wanakwambia, mimi kuna wakulima fulani na wafahamu, au kuna kampuni fulani ya kilimo na ifahamu, inaweza kuja kununua pembejeo zako hapa. Na wakija kununua pembejeo zako hapa, wanaweza wakaingia mkataba wa kuja kuchukua vitu hapa kwa kadri ambavyo ulivyo navyo. Kwa hiyo ukashangaa ya kwamba umefungua duka kwa muda mfupi, lakini ukashangaa watu wanaokuja kufanya biashara na wewe, ukashangaa wamekuwa wengi. Na unashangaa kwa muda mchache, unashangaa ghafla unaanza kuwa na matawi Sanya nzima. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu tayari katika ulimwengu wa roho umefanyiwa nafasi. Umefanyiwa nafasi ya nini? Ili hatua zako ziweze kuongezeka. Manake kinyume chake sasa ni nini? Kinyume chake manake ni kwamba unaweza ukafanya research ya kitu unachotaka kukifanya, na ukapata mahali ambapo inawezekana hicho kitu unachokifanya kweli watu wanauhitaji. Lakini cheki, kama hatua zako zimeshikiliwa, uwe na uhakika hata kama utaweka vitu vya maana, lakini utashangaa hakuna mtu anakuja kuchukua kitu hapo kwenye duka lako. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, manake hatua zako zimebanwa ili ushindwe kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Na watu wengi Mungu amewekeza vitu ndani yao, vitu vikubwa ndani yao, wana maono ya mahali ambapo wanataka kuelekea. Lakini kwa sababu ya miungu iliyopo kwenye eneo, kwa sababu ya miungu iliyopo kwenye familia tunazotoka, manake kitu inachofanya inaanza kushambulia hatua. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua tukimwacha hatua zake ziendelee kusonga mbele, manake kile kitu kilichoko ndani yake kitatokea. Yale maono alionayo yatatokea. Ile hatima ambayo Mungu ameweka ndani yake itatokea. Kwa hiyo kitu wanachokifanya, wanaanza kufanya vita ya kuanza kuwinda hatua ulizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukielewa ya kwamba ipo damu ya msalaba iliyomwagika pale msalabani, na damu hiyo ilitoka kwenye miguu ya Yesu, na lengo lake lilikuwa ni kushughulika na hatua zetu ili kuweza kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Manake uwe na uhakika unapofanya tathmini ya mahali ambapo umekwama, ukaelewa kabisa, katika mwaka huu sikutakiwa kuwa hapa. Katika biashara hii niliyoianza, huu ni mwaka wa 5 niko vile vile. Huu ni mwaka wa 10 niko vile vile. Manake ukielewa sasa, manake ile damu ya Yesu una uwezo wa kuiachilia kwenye miguu yako. Manake unapoiachilia kwenye miguu yako ni ishara katika ulimwengu wa roho wa kufungua hatua zako ambazo inawezekana zimeshikiliwa, ili uweze kushindwa kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutanyunyiza damu ya Yesu kwenye miguu yetu, hata kama miungu imeshikilia hatua zetu itaachia kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuangalie jambo la pili. Tuangalie jambo la pili. Tuangalie jambo la pili. Jambo la pili. Miungu ikitaka kuzuia hatima yako, miungu ikitaka kuzuia hatima yako, inakamata hatua zako. Miungu ikitaka kuzuia hatua zako, inakamata. Ikitaka kuzuia hatima yako, inakamata hatua zako. Kile kitabu cha Ayubu, kile kitabu cha Ayubu, Ayubu ule mlango wa 13, Ayubu mlango wa 13 ule mstari wa 27
Ayubu 13:27. Nimekwambia miungu ikitaka kuzuia hatima yako inakamata hatua zako. Kitabu cha Ayubu mlango wa 13 ule mstari wa 27, Biblia inasema hivi: waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Hebu sema na kuyaua mapito yangu yote. Sasa angalia, anasema waitia miguu yangu katika mikatale. Mikatale maana yake hizi ni kamba zilizoko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anasema waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake lengo la kukamata miguu ni kwa sababu kuna kitu wanataka kukiua. Na kuna watu wengi wanaota ndoto ya kwamba katika ulimwengu wa roho wamefungwa miguu, alafu hawajui ni nini cha kufanya. Alafu ghafla unashangaa kuna kitu ulikuwa unapenda kukifanya, unashangaa ghafla haukifanyi tena. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho miguu yako imefungwa, hatua zako zimefungwa, zile hatua za kuelekea kwenye hatima ambayo Mungu amekusudia. Ndio maana Ayubu anazungumza, anasema waitia miguu yangu katika mikatale. Sasa angalia, lengo la kutia hii miguu kwenye mikatale, manake kuna kitu kinatakiwa kuuliwa. Kuna hatima ya mtu inatakiwa kuuliwa. Kwa hiyo manake usipoelewa ya kwamba hizi hatua zangu zimeshikiliwa kwa lengo maalum, manake uwe na uhakika utajikuta kila siku unaridhika na hali ulionayo ile ile. Kuna huduma Mungu amekupa, manake anategemea ile huduma aliyokupa iweze kutoka utukufu kwenda utukufu. Kuna kipawa Mungu amekupa, manake anataka kile kipawa kiweze kutenda kazi, kiweze kutoka utukufu kwenda utukufu. Kuna biashara Mungu amekupa, manake anatamani uweze kuongezeka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kukupa kitu ambacho kikapokelewa na roho ya kudumaa. Hawezi kukupa kitu kikapokelewa na roho ya mapooza, manake kile kitu hakizai, hicho kitu hakipo. Ndio maana wasomaji wa Biblia wanafahamu mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkulima, na Yesu alipofika kwenye ule mti wa yule mkulima, akataka kupata tunda ndani kwenye ule mti, akakosa tunda. Yesu akasemaje? Akasema huu mti ni bora ukatwe. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa mti upo, lakini hakuna chochote ambacho unachozaa. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Manake katika ulimwengu wa roho mwanadamu ameumbwa kuongezeka. Mwanadamu amepewa baraka ndani yake ya maongezeko. Katika kitu chochote unachokifanya, haijalishi sasa hivi unauza karanga, manake zile karanga unazoziuza sasa hivi ndani yake kuna roho ambayo Mungu ameiweka ya maongezeko katika hizo karanga unazoziuza sasa hivi. Manake kesho na kesho kutwa unajikuta kuna hatua umepiga, alafu ghafla unaanza kushangaa kule ulipotoka, jinsi kulivyokuwa kuna uchache au kulivyokuwa na udogo. Lakini ghafla unashangaa kadri siku zinavyozidi kwenda, kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka na hatua zako zinaongezeka na wateja wako wanaongezeka. Unashangaa na maisha yako yanabadilika. Lakini cheki, watu wanaishi maisha ya kuridhika na mahali walipo bila kujua ya kwamba mafanikio ni vita katika ulimwengu wa roho. Manake shetani hawezi kusimama kuweza kukuangalia tu wakati unafanikiwa. Manake kitu anachokifanya lazima na yeye atumie mbinu, lazima na yeye atumie hekima alionayo ili kufanyeje? Ili kuweza kukuzuia mahali ambapo Mungu amekusudia uende. Sasa angalia, kuna watu wengi sasa hivi wamekata tamaa kabisa, wamevunjika moyo kabisa kwa sababu ya kule mahali ambapo walikuwa wanataka kwenda. Sasa angalia, mwanzo walikuwa na hari ya kufanya vitu, lakini cheki, sasa hivi ukiwauliza ile hari mliokuwa nayo katika vile vitu mlikuwa mnafanya, ile hari iko wapi tena? Kitu gani kimetokea? Katika ulimwengu wa roho shetani ameangalia akajua huyu mtu akiweza kuelekea huku mahali anapoenda, manake kuna matokeo makubwa yatatokea. Kuna kitu amebeba ndani yake kinaweza kikasaidia watu wengi. Kuna kitu amebeba ndani yake kinaweza kusaidia familia yake. Kwa hiyo kitu inachofanya inawahi hatua zako kabla hazijafika kule Mungu alipokusudia. Kwa hiyo wewe na wewe usipoelewa, unaweza ukasema inawezekana hii hali ni mpango wa Mungu. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu tayari wamesha kutenda kwa akili. Wamekubana mahali ambapo huwezi kuchukua hatua ya kusonga mbele tena. Manake katika ulimwengu wa roho kuna kitu tayari kimebanwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 ule mstari wa 133,
Zaburi ya 119 ule mstari wa 133. Biblia inasema hivi: uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia nikwambie kitu. Anasema uovu usije ukanimiliki. Maana yake ni nini? Maana yake kuna watu hatua zao zinaelekea kwenye uovu. Na kama hatua zako zikielekea kwenye uovu, maana yake uwe na uhakika lazima usahau swala la kufanikiwa. Kwa hiyo shetani akishika hatua zako, maana yake unashangaa na mwelekeo wako unabadilika. Ghafla ulikuwa na mwelekeo wa kumpenda Mungu, ghafla ulikuwa na mwelekeo wa kupenda vitu vya kiroho, lakini shetani akishawahi hatua zako, unashangaa ghafla mwelekeo unabadilika. Kwa nini? Kwa sababu Daudi anasema uzielekeze hatua zangu kwa neno lako. Ili nini? Ili uovu usije ukanimiliki. Manake kuna watu wako tayari hatua zao kukimbilia kwenye uovu. Kuna watu wako tayari hatua zao kukimbilia kwenye mambo ambayo unakuta hayana faida, hayawasaidii kabisa katika maisha yao yoyote. Lakini cheki, ndio mahali wanapokimbilia, lakini hawajui ya kwamba wanakimbilia kwa sababu kuna kitu cha kiroho kimefanyika ambacho ndicho kinachowasababisha kukimbilia huko. Na kwa sababu hawajaelewa ya kwamba kuna mbinu ambayo shetani anaweza kuitumia kukamata hizo hatua, manake wanafikiri ya kwamba ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani hatujawahi kuona watu ambao walikuwa wameanza vizuri na Mungu? Unakuta walikuwa ni waimbaji, wameanza vizuri na Mungu, lakini ghafla unashangaa mbele ya safari anaacha kumuimbia Mungu, anaanza kuimbia dunia. Kitu gani kimetokea? Shetani ameangalia impact alionayo katika ulimwengu wa roho, akiendelea kusimama upande wa Mungu. Kwa kitu anachokifanya, anakamata hatua zake, haondoi kipawa, kipawa kinabaki, lakini cheki kinapotumika, kinatumika kwenye uovu, kinaelekea kwenye uovu. Anaimba kweli, anafanya huduma kweli, lakini cheki ilipoelekezwa, manake hatua zake zimebadilishwa. Ndani yake kweli alikuwa anatamani kumtukuza Mungu aliye hai. Ndani yake kweli alikuwa anatamani kumuinua Kristo ili huduma yake ibariki watu. Lakini cheki, kwa sababu hajaelewa ya kwamba shetani ana uwezo wa kukamata hatua, miungu ina uwezo wa kukamata hatua, unashangaa ghafla anageuzwa, anaanza kufanya vitu vya kidunia. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, shetani ana shida na mtu ambaye anasimama madhabahuni, ambaye hana impact yoyote mbele za watu. Shetani ana shida na mtu ambaye anataja jina la Yesu, ambalo hilo jina la Yesu halina matokeo. Manake ana shida na watu ambao wakisimama na kulitaja jina la Yesu, manake lile jina la Yesu lina uwezo wa kubadilisha watu maisha yao, lina uwezo wa kubadilisha watu mahali walipofungwa. Manake kitu anachokifanya, akijua kabisa hatua za huyu mtu zinaleta athari katika ulimwengu wa roho upande wangu, manake kitu anachokifanya, anakamata hatua zako, alafu anazigeuza, ghafla anazipeleka kwenye uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuelewa. Manake ni kwamba lazima uwe unafanya tathmini. Ndio maana Mungu wakati anamweka Adam kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Manake baraka ya kwanza Mungu aliyoiachilia kwenye bustani ya Eden ni baraka ya maongezeko. Kwa hiyo manake kama aliachilia baraka ya maongezeko, haijalishi Mungu amekupa huduma ya maombi, manake hiyo huduma ya maombi Mungu aliyokupa, manake anategemea kila siku iongezeke. Haijalishi Mungu amekupa huduma ya kusimama kama mimi nilivyosimama hapa, manake anatamani kila siku niweze kuongezeka. Haijalishi Mungu kuna mahali popote alipokuweka, manake lengo alilokuweka, manake mwanzoni kweli utaanza kwa uchache, mwanzoni kweli utaanza kwa udogo, lakini kadri unavyoendelea mbele, manake hatua zako zinazidi kuimarika, hatua zako zinazidi kuongezeka, kile unachokifanya kinakuwa na watu wengi, alafu ghafla unaanza kuona matokeo. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, hatua zako hazijashikiliwa na miungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Mithali, ule mlango wa 5, Mithali mlango wa 5, kwenye hiyo pointi ya pili ambayo nimekuambia, miungu ikitaka kuzuia hatima yako inakamata hatua zako. Ukisoma kitabu cha Mithali ule mlango wa 5, Mithali mlango wa 5 ule mstari wa 5, Biblia inasema hivi: miguu yake
inatelemkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Sasa angalia, anasema miguu yake inaelekea mauti. Sasa ukishasema miguu inaelekea mauti, manake ni kwamba huyu mtu hata umpe mtaji wa milioni 200 akaenda kufungua biashara, manake kwa sababu miguu yake inaelekea mauti, manake kila anachokifanya unashangaa kinaelekea kwenye mauti. Anaweza akaanza kitu kwa ukubwa, lakini ghafla unashangaa kila siku zinavyoenda unashangaa kile kitu kinaanza kupungua. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu miguu yake tayari imeshakamatwa, na imekamatwa, imeelekezwa kwenye mauti. Kwa hiyo unashangaa kila kitu unachokifanya kinakufa. Ndio maana kuna watu ambao unashangaa kila wanachokigusa, kila wanachokianzisha kinakufa. Wewe ni shahidi. Kama wewe ni mfanyabiashara ambayo unapata nafasi ya kuajiri watu tofauti tofauti, unaweza ukapata mtu ukamwajiri, inawezekana kwenye duka lako au kwenye kampuni yako. Ukimchukua yule mtu ukamweka kwenye duka lako, aidha kuna vitu viwili: aidha biashara yako ichanue au idumae au ife kabisa. Kuna hivyo vitu vitatu: aidha ichanue, aidha idumae, aidha ife kabisa. Sasa angalia, unamwajiri mtu ambaye hujajua hatua zake zimeshikiliwa wapi. Kwa hiyo unashangaa unamweka kwenye duka lako ambalo wewe ulikuwa ukikaa mwenyewe mauzo yanakuwa juu, lakini cheki, tangu umemweka huyo mtu ambaye hatua zake tayari zimekamatwa na zimeshaelekezwa kwenye mauti, manake kila anachokifanya ile roho ya mauti iko pale kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila anachogusa lazima kife. Sasa wewe kwa sababu uelewi, unafikiri ya kwamba lile jambo ni jambo la kawaida, na kwa sababu hujaelewa kwamba katika ulimwengu wa roho kuna silaha ambayo adui anaitumia kwenye hatua za watu ili kuweza kupambana wasifike mahali, wewe unafikiri ya kwamba ni kitu cha kawaida. Sasa cheki, unaweza ukamtoa yule ukaja ukaleta mtu mwingine. Sasa yule mwingine unakuta hatua zake, kazi yake yeye ni kudumaa. Sasa kudumaa ni kitu ambacho hakikui. Ukiangalia mtaji ulioanza nao mwaka huu, mwaka kesho huko ule ule, hakuna kitu kilichoongezeka. Manake ni kwamba hizi hatua kuna namna fulani zimekamatwa na miungu ili ushindwe kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Ndio maana Mungu amelituma neno ili uweze kujitathmini, ili uweze kuangalia mahali ambapo Mungu amekuweka, kwenye kipawa ambacho Mungu amekupa, kwenye huduma ambayo Mungu amekupa, kwenye ndoa ambayo Mungu amekupa. Manake mahali popote Mungu alipokuweka anatamani uweze kujitathmini ili uweze kufanyeje. Manake kwa sababu ndani yako una baraka ya kuongezeka. Manake kama uongezeki, manake kuna kitu kinachokuzuia katika ulimwengu wa roho, na hicho kitu kinachokuzuia usipokichukulia hatua, manake utashangaa kila siku huko pale pale. Unashangaa na roho ya manunguniko inaanza kuinuka ndani yako. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu hujajua chanzo kilipotoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nake, inawezekana na wewe kuna namna fulani, kuna kila kitu unachokifanya unashangaa hatua zako haziendi. Unashangaa kila unachokifanya hakuna mahali unaposogea. Manake usipoelewa ya kwamba miguu yako pia inatakiwa kuombewa, manake adui pia ana mpango wa kuiwinda ili kuweza kukuzuia mahali ambapo Mungu amekusudia. Manake utashangaa kila siku lakini hamna kitu kinatokea. Lakini kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho shetani anawinda miguu yako ili kuweza kuzuia hatua zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie jambo la tatu. Tuangalie jambo la tatu. Dalili zinazoonyesha hatua zako zimekamatwa na miungu. Dalili zinazoonyesha hatua zako zimekamatwa na miungu ili kuzuia hatima yako. Nataka nikupe dalili kama 2 tu ili tuweze kupata nafasi ya kuomba. Nataka nikupe dalili kama 2 ambazo zinaonyesha, na Roho Mtakatifu anisaidie ili kuweza kuelewa, kwa sababu kuna watu wengi sana wameshikiliwa kwenye eneo la hatua. Dalili ya kwanza ambayo inaweza kukuonyesha kwamba hatua zako zimekamatwa ili kuzuia hatima yako. Dalili ya kwanza, kukosa utayari wa kufanya jambo linalohusu hatima yako.
kukosa utayari. Kukosa utayari wa kufanya jambo linalohusu hatima yako. Ukisoma kile kitabu cha Maombolezo, ule mlango wa 4, kukosa utayari wa kufanya jambo linalohusu hatima yako. Maombolezo ule mlango wa 4, ule mstari wa 18. Maombolezo mlango wa 4, ule mstari wa 18. Biblia inasema hivi: wanatuvizia hatua zetu, hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Mwisho wetu umekaribia, siku zetu zimetimia, maana mwisho wetu umefika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kitu ambacho anachosema? Anasema hivi, wanatuvizia hatua zetu, hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Manake anavyosema hatuwezi kwenda, manake huyu ni mtu ambaye amefanya tathmini ya kwamba kuna mahali nilikuwa naenda, zamani nilikuwa naenda, kipindi cha nyuma nilikuwa naenda, lakini sasa hivi siwezi kwenda tena. Kitu gani kimetokea? Hatua zimeshikiliwa. Sasa angalia, shetani hashiki tu hatua, anashika zile zinazoelekea kwenye hatima. Sasa labda nizungumze kwa lugha hiyo ambayo unaweza ukanielewa. Sasa angalia, Biblia inasema tufungiwe miguuni utayari tuupatao katika injili ya amani. Kwa hiyo maana yake kama tunaweza kufungiwa miguu utayari, maana yake utayari pia unaweza kuondoka. Na utayari ukiondoka, maana yake ile kiu uliyokuwa nayo ndani yako unashangaa ghafla imeondoka. Ukijaribu kujiuliza, ile hari niliyokuwa nayo mwanzoni imeenda wapi? Kumbe ni miungu iliyoko pale inaanza kupambana na wewe, kukuzuia kwenda mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Sasa angalia, hii pia inawatokea wafanyabiashara. Mwanzoni unakuta anabidii kweli ya kupambana na kuamka mapema kuweza kushughulika ili aweze kusonga mbele, lakini unashangaa amefika mahali amekutana na miungu iliyoko katika lile eneo, inaanza kupambana na yeye na inashika hatua zake, kwa sababu najua huyu mtu ndiye atakayefanikiwa hapa. Kwa hiyo unashangaa ghafla ile hamu ya kuamka asubuhi kuweza kufanya kitu ambacho ulikuwa unakifanya, unashangaa ghafla ile hamu haipo tena. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu tayari katika ulimwengu wa roho ule utayari wako umekamatwa. Sasa cheki, inawezekana umeajiriwa ofisini, ilikuwa uko tayari muda wote. Manake unakuta hata kabla ya kupeleka ripoti, unakuta wewe ulishaandaa ripoti, hata muda wake ukiwa bado, unakuta wewe ulishaandaa ripoti siku nyingi sana. Kwa hiyo siku ikifika ya kuikabidhi, sio kwamba unaanza kuiandaa, manake wewe ulishaiandaaga siku nyingi. Siku ikifika tu wewe unakabidhi. Sasa angalia, baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi miwili mitatu, unashangaa mpaka siku ya kupeleka ripoti hata ile kiu ya kuandaa haipo. Watu wanakuuliza, kilichokuwa kinakusababisha mwanzoni unakuwa na bidii ya kuandaa ripoti mapema, lakini sasa hivi mbona umekuwa na uzito? Kitu gani kimetokea? Manake huelewi ya kwamba miungu iliyoko pale inafanya vita kupambana na hatua zako. Kwa nini? Kwa sababu pale ndipo mahali ambapo hatima yako itatimia. Na shetani anajua kabisa huyu mtu nikimwachia kwenye hii ofisi afanye vitu vyake kwa wakati, atapandishwa cheo. Nikimwachia huyu mtu afanye vitu vyake kwa wakati, atakuwa bora kuliko wengine. Na kwa sababu mkakati nilionao ni kumzuia, manake kitu kinachotokea, unashangaa ghafla wanakamata hatua zako. Unashangaa bidii ile ambayo ulikuwa nayo mwanzoni, unashangaa ghafla haipo tena. Kitu gani kimetokea? Hatua zako katika ulimwengu wa roho zimekamatwa. Kuna watu ambao walikuwa wamepata fedha, na walipopata fedha akasema hii fedha nimeipata, naenda kununua kiwanja mahali, naenda kujenga. Sasa angalia, na kweli akapata ile fedha, akaenda kununua kiwanja mahali. Aliponunua tu kiwanja mahali, shetani akajua ya kwamba huyu mtu nikimwachia ataenda kujenga, atafanikiwa kujenga nyumba ya hatima yake. Sasa angalia, anakamata hatua zako. Una hela, lakini ukiwaza swala la kujenga, unaona kwamba vitu vingine ni kipaumbele kuliko swala la kujenga. Lakini kabla ya kupata hizo fedha, manake ulisema nitasitisha kila kitu ili niweze kukamilisha mpango wangu wa kujenga. Nitasitisha kila kitu ninachokifanya. Sasa shetani akiangalia, akijua huyu mtu anaelekea kufanikiwa, anakamata hatua zako.
unashangaa mtu yule yule ambaye ulikuwa na wazo la kujenga, unashangaa hilo wazo haliwi tena kipaumbele chako, wala ndani yako ukiambiwa masuala ya kujenga, wala hicho kitu moyoni mwako hakipo. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu miungu inapambana na wewe ili ushindwe kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Na inawezekana mwanzoni kabla hujapata hiyo hela, ulikuwa unawekeza hela zako kidogo kidogo, unawekeza hela zako kidogo kidogo, ila ghafla ilipotimia, badala ya kwenda kwenye lengo ulilokuwa unawekezea, unashangaa ghafla umeenda kwenye kitu kingine. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu miungu inajaribu kukuangalia ya kwamba huyu mtu akielekea kwenye hichi kitu anachokiwaza, manake atafanikiwa. Kwa hiyo ghafla inaenda inakamata hatua zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuelewa. Wale ambao wanafahamu kitu cha kiroho kilichoko kwenye miguu hawawezi kuamka asubuhi bila kuombea miguu yao, kwa sababu huwezi kujua ya kwamba ni wapi umekanyaga hatua zako zikashikiliwa. Huwezi kujua. Kwa hiyo wajanja asubuhi wakiamka lazima waisemeshe miguu, na wakikanyaga waseme na kanyaga kwa utayari ni upatao na injili ya amani. Maana unapokanyaga hivyo, haijalishi adui amesimama kuweza kukuzuia, akija kwenye miguu yako anakuta tayari kuna silaha. Silaha inaitwaje? Utayari tu upatao na injili ya amani. Haijalishi kuna sadaka wametoa ili uweze kukanyaga, waweze kukamata hatua zako. Ile sadaka wakiiweka wanakutana na damu ya Yesu inayonena mema kuliko sadaka zao. Kwa hiyo wanajikuta ya kwamba uchawi wanaouwaza, uganga wanaouwaza, unashangaa ukupati. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho tayari kuna mkono wa Bwana uko juu yako, na damu ya Yesu iko pamoja na wewe. Kila unapokanyaga, Biblia inasema hata ujapojikwaa hutaanguka chini. Bwana anakushika mkono na kukutegemeza. Wanakuletea maneno wakifikiria kwamba utaacha unachokifanya, lakini ndani yako tayari kuna hatima umepewa. Unaangalia, nikiacha kuna mamia ya watu wataangamia, nikiacha kuna maelfu ya watu wataangamia. Kwa hiyo unajikuta unajitia moyo kwa Bwana, haijalishi kuna mawimbi, unajikuta unachanja mbuga. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu unajua kitu ambacho ulichobebeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuelewa. Lazima uweze kuelewa. Sasa nikuulize swali. Wale walioko kwenye ndoa wanaweza wakaelewa. Jaribu kufikiri ile furaha uliokuwa nayo kipindi unataka kuingia kwenye ndoa, na ukaingia kwenye ndoa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, iko wapi? Ile furaha iko wapi? Ile furaha iko wapi? Kwa sababu watu wengi wanafikiri eti kwa sababu ukiishi na mke wako ndani, manake unatakiwa umzoee kiasi cha kwamba usifurahie ndoa kwa sababu unaishi naye kila siku. Hicho kitu hakipo. Manake uwe na uhakika kama Mungu amekuunganisha na mtu, manake yule automatically katika ulimwengu wa roho ni msaidizi wako. Kama ni msaidizi wako, manake uweze kumzoea. Manake kuna kitu ambacho inawezekana wewe ukakosa mawazo, yeye akakusaidia, ukajikuta umepiga hatua. Manake ukimwangalia, hautamwangalia kwa jicho unalomtazama mwanamke mwingine, utamwangalia kwa jicho la heshima fulani. Kwa hiyo ukimwangalia kwa jicho la hiyo heshima, manake hiyo ndoa uwe na uhakika kila siku utaiona mpya. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu hatua zako hazijakamatwa kwenye eneo la ndoa. Watu wengi hatua zao zimekamatwa na shetani anawaambia, huyu si kwa sababu uko naye kila siku, huyu kwa sababu ukilala unalala naye, ukiamka unaamka naye. Kwa hiyo anakufanya ndani yako uweze kumzoea. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna kitu kimekamatwa ili usiweze kuona kile ambacho Mungu amewapa katika hiyo ndoa. Kwa hiyo wale wajanja wakiona kwamba kuna namna, kuna kitu fulani hakieleweki, kuna frequency zimeingia kwenye ndoa hazieleweki, manake kitu wanachokifanya, wanaingia ulimwengu wa roho, wanaanza kusemesha hatua za ndoa zao. Ili nini? Ili ile furaha iliyopo kwenye ndoa iweze kuonekana. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu wanajua shetani pia ana uwezo wa kuinda hatua za ndoa ili sifike mahali ambapo Mungu amekusudia. Nini ninachotaka kukuambia? Neno hili limekuja ili uweze kufika mahali ambapo Bwana amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unanitazama kwenye mtandao, kuna namna fulani umekwama kwenye ndoa yako. Kila kitu unachojaribu kukifanya unaona kama unapata huzuni, unaona kama unapata uchungu. Hiyo sio sawa. Angalia hatua zako. Inawezekana shetani amezishita. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye hatua za ndoa yako. Ghafla utashangaa ile amani ambayo Mungu amekusudia inaanza kutokea. Nami ninatamka kwenye hii madhabahu, Bwana akupe amani katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuelewa. Lazima uweze kuelewa kwamba ule utayari niliokuwa nao mwanzoni, nikitoka tu
nikitoka tu safari lazima nibebe zawadi, si ya watoto tu peke yake. Kwani wakati unaingia kwenye hiyo ndoa ulikuwa na hao watoto? Sisemi kuwa na watoto ni vibaya, lakini kuna hatua unaweza kujikuta unapenda watoto kuliko mke. Sasa hiyo sio sawa. Watoto wana sehemu yao na mke wako ana sehemu yake na mume wako ana sehemu yake. Maana yake kila mtu ana sehemu yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiona hicho kitu hakiendi, uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho kuna kitu shetani ameshawahi. Kwa hiyo na wewe kama unaelewa, manake lazima umwambie shetani, kaa kando. Nimejua siri. Hapa kuna namna fulani, kuna kitu unataka kunichengesha. Na ndani yangu nimeshajua natakiwa kufurahia hii ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndio Mungu alionipa. Anajua kama amenipa huyu mke, anajua nitapata furaha ndani yake. Kama amenipa huyu mume, anajua nitapata furaha ndani yake. Kwa hiyo kitu gani kimetokea? Lazima uweze kuelewa mbinu ambazo shetani anazitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ulikuwa una tabia ya kununua zawadi, anza kununua zawadi. Saa nyingine utashangaa ukirudi nyumbani, unashangaa unapewa tabasamu ambalo ulikuwa hujawahi kuliona. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ghafla anaanza kukumbuka kipindi cha mwanzo ambao ndoa yenu ilikuwa inaanza. Kwa nini? Kwa sababu anajua hivi vitu ndivyo vilikuwa vinasababisha upendo uweze kuonekana. Sasa sisemi ya kwamba upendo ni kutoa tu, lakini Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Manake kuna sehemu ya kutoa ambayo inaashiria upendo. Sasa usiwe mgumu tu kila siku unatoka upeleke hata zawadi nyumbani. Hata kama ni mama, saa nyingine tafuta kazawadi kidogo umpe baba. Utashangaa kuna vitu ulikuwa uvioni, ghafla unaanza kuviona. Ghafla anaanza kujiuliza, ni kitu gani kimetokea kwa huyu mwanamke? Mbona nikimwangalia namuona kama ni binti ambaye nilikuwa namuona miaka kadhaa iliyopita. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ghafla umemwambia shetani niache kwanza. Kuna kitu nataka nikishughulikie kwenye ndoa yangu. Kuna mahali nataka nielekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie dalili ya pili. Wala hata sikupanga kuongea mambo ya ndoa. Najua kuna mtu ambaye Mungu alikuwa anataka kuzungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili au dalili ya pili ambayo inaweza kutokea, ambayo inaweza kukuashiria kwamba hatua zako zimekamatwa. Kuwa na uchungu mara kwa mara. Kuwa na uchungu mara kwa mara ndani ya moyo wako. Kuwa na uchungu mara kwa mara. Sasa huu uchungu ninaosema ni ule wa mara kwa mara. Yaani sio ule ambao wa masaa 12, kwa sababu kiBiblia hasira inatakiwa ikae ndani ya mtu ndani ya masaa 12 alafu iondoke. Ikikaa zaidi ya hapo ndio hii sasa ninayoizungumzia. Kuwa na uchungu mara kwa mara ndani ya moyo wako. Ukisoma kile kitabu cha Isaya ule mlango wa 38. Isaya 38 ule mstari wa 15. Isaya 38 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi: niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Anasema nitakwenda polepole. Ukishasema swala la kwenda, maana tunazungumzia hatua. Sasa angalia, huyu mtu anaenda polepole, lakini kinachomsababisha aende polepole ni kwa sababu ya aina ya uchungu ulioko ndani ya moyo wake. Kwa hiyo uchungu ndio unaomsababisha hatua zake haziendi vile ambavyo Mungu anakusudia. Sasa ukimkuta mtu kama huyu, usije ukafikiri ya kwamba ni kusudi la Mungu aende polepole, lakini kuna sababu. Manake ukienda ndani ya moyo wake ukachomoa ule uchungu, manake ghafla unashangaa anaenda spidi. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu watu wengi hawajajua ya kwamba shetani pia anatumia njia ya kuachilia uchungu ndani ya mioyo ya watu. Sasa uchungu kuna namna fulani, kuna njia tofauti za kuachilia. Manake anaweza akakanyaga, anaweza akashikilia hatua zako, alafu ghafla ukashangaa kila mahali unapoenda watu wanakuzungumzia vibaya tu. Lakini lengo lake si kwamba watu wakuzungumzie vibaya. Manake lengo lake kuna kanuni anaitafuta ili huyu mtu akae na uchungu. Kwa sababu akishakaa na uchungu tu, lazima automatically ataanza kwenda polepole. Kwa hiyo anakutengenezea mazingira ya watu kukusema. Sasa angalia, unaweza ukaingia kwenye kwaya, ukasema kuanzia sasa hivi nataka kuimba kwaya. Na ndani yako umeshajiona kabisa ni muimba kwaya. Lakini cheki, ukishaingia kwaya mwezi mmoja, mwezi wa pili,
Unashangaa kila mtu anayekutazama anakuongelea maneno mabaya. Kila anayekutazama anakuongelea maneno mabaya. Sasa yale maneno anayokuongelea yanakuumiza. Kumbe kuna kitu ambacho Mungu amekiona, ya kwamba huyu atakuwa msaada kwenye usharika, kwenye uimbaji. Kwa hiyo kitu anachokifanya, maneno yanaanza kuinuka juu yako. Kumbe lengo sio maneno, lengo ni uchungu upatikane ili uende polepole pole. Unashangaa ghafla baada ya muda, kwa sababu ya yale maneno, unasema sitaki tena kuimba. Kwani nikienda pale na muimbia nani? Sasa kama unajua umuimbii mtu, kwa nini huyo mtu unamsikiliza na kukatisha tamaa mpaka unaacha kitu unachokifanya? Sasa unajikuta kwa sababu ya yale maneno unaacha kwaya, unaenda kukaa nyumbani. Kwa hiyo ikifika muda wa kwaya unaangalia tamthilia. Kitu gani kimetokea? Shetani amesha kuwini. Manake kuna kitu tayari kilikuwa kinawindwa kwenye hatua zako kimepatikana. Na ule uchungu, kwa sababu unatakiwa ukae ndani ya masaa 12. Kwa hiyo ikishapita masaa 12, Biblia inasema ibilisi anapata nafasi. Kwa hiyo akipata nafasi, ghafla anaanza kushambulia ule utendaji wako. Ulikuwa mtunga nyimbo mzuri, unashangaa kila ukikaa hakuna nyimbo yoyote inakuja kwenye moyo wako. Kitu gani kinasababisha? Kwa sababu ya aina ya uchungu ulionao. Ulikuwa kiongozi wa kikundi fulani, ulikuwa na mawazo mazuri. Ghafla shetani akajua katika nafasi ya uongozi huyu mtu alionayo, kuna namna fulani hawa watu kuna mahali wataenda. Kwa hiyo unashangaa ghafla wanaanza kukuletea maneno yanakuvunja moyo. Sasa angalia, ukiingia kitandani badala ya kulala, haulali mpaka saa 11 usingizi hauji. Sio kwamba unaomba, unajaribu kujigeuza kulia, unajigeuza kushoto, hakuna usingizi wowote unakuja. Kitu gani kimetokea? Moyo wako una uchungu. Sasa cheki, ukikaa kutafuta mawazo ya kutaka kuongoza hicho kikundi ulichopewa, hakuna wazo lolote linakuja. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya aina ya uchungu ulionao ndani ya moyo wako. Lengo lake linapambana na wewe ili uweze kushindwa kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa hiyo maana yake ukielewa ya kwamba shetani pia anatumia mbinu ya kushikilia hatua ili kuweza kuachilia uchungu ndani ya moyo wako. Manake uwe na uhakika, kuna namna fulani ukianza kuletewa maneno, utajua kabisa huyu ni shetani. Kuna kitu anawinda hapa. Kwa hiyo kitu unachokifanya, manake hauangalii maneno, unaangalia anawinda hapa kwa sababu ya kitu gani. Inawezekana kuna kitu natakiwa nikutane nacho hapa mbele. Kwa hiyo ameanza kuniletea maneno ili nikate tamaa. Kwa hiyo ukijua hivyo, manake utamwambia shetani, haijalishi umeletea maneno, haya maneno hayawezi kuninyamazisha. Ninalo neno la Bwana kwenye moyo wangu ambalo linaweza kuzuia maneno yote unayoweza kuyaachilia. Ninayo damu ya Yesu ya Waebrania 12:24 inaweza kunena kinyume cha maneno mnayoniambia. Haijalishi mnaniambia maneno ili nisije kwaya. Ndio ninawahi kabisa na kuja saa 8. Nawaombea na wale ninawaombea na wale wanaonisema. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ninajua mahali ninapoelekea. Haijalishi kwenye ofisi wanakusema maneno, kuna kitu kimeonekana ndani yako, kuna hatima imeonekana ndani yako. Wanajua kabisa huyu mtu kuna mahali ataelekea. Haijalishi wanakusema. Kama ulikuwa unaenda saa 2, anza kwenda saa 12, na ukifika saa 12 waombee na wanaokusema. Ghafla utashangaa lile kusudi Mungu alilokusudia kwenye hiyo ofisi, unashangaa limetokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameacha vitu ambavyo Mungu amewapa kufanya kwa sababu ya maneno. Yale maneno yamesababisha ndani yao wamekuwa na uchungu. Watu wengi wanataka kukimbia kwenye ndoa kwa sababu ya maneno. Ghafla maneno yameibuka kwenye hiyo familia. Inawezekana unasemwa na mawifi, inawezekana unasema na mama mkwe. Ghafla yale maneno yamekusababisha unataka hata kuondoka kwenye hiyo ndoa. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu shetani anajua huyu mtu akikaa hapa kuna baraka zitatokea. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yake, huu ukoo utatoka. Kwa hiyo shetani anatafuta mbinu za kukamata hatua zako kwa kupitia maneno. Ili nini? Ili uweze kupata uchungu ndani yako. Vile vitu ulivyokuwa unataka kuvifanya, uache kuvifanya. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu anajua mahali unapoelekea. Ni nini ninachotaka kukwambia? Manake kwa sababu umejua siri hii, mahali popote Mungu alipokuweka, haijalishi watu wanakusema, usiache kufanya kitu unachokifanya. Usiache kwenda mahali ambapo Mungu amekusudia. Usiache kufanya kazi ambayo Mungu amekupa. Inawezekana wewe ni mwimbaji, endelea kufanya kazi yako. Inawezekana wewe ni kiongozi, endelea kusimama kwenye nafasi yako. Utashangaa ghafla wale wanaokusema ndio wanakuja kwako, wanakwambia tupate wapi mtu ambaye mwenye roho ya Mungu kama wewe. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho ule mtego umeteguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi ya 56,
Zaburi ya 56 ule mstari wa 6. Zaburi ya 56 ule mstari wa 6 anasema hivi: hukutanika, hujificha, uziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Kwa hiyo unaona, wanakutanika, wanajificha, wanaziangalia nyayo zake, lakini cheki, lengo ni hatua zake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake lengo la shetani wewe kupata huo uchungu moyoni, lengo lake ni kwa sababu ya hatua zako. Ndio maana wanasema wanaziangalia nyayo zangu kwa lengo la kuikamata nafsi yangu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake anajua akishaachilia uchungu ndani yako, maana yake ule utendaji wako, ule uharaka wako wa kufanya mambo, unashangaa ghafla umeondoka. Ndio maana kuna watu wanaweza wakawa wanafanya biashara kwa pamoja, alafu ghafla maneno yakiinuka, unashangaa anasusa, anasema hata hizo hela nilizowekeza naziacha. We unaziacha, manake wewe hujajua siri iliyoko katika ulimwengu wa roho. Manake ukijua ya kwamba hii ni mbinu na ni hila ya shetani, manake kitu utakachokifanya, utaingia kwenye ulimwengu wa roho. Manake hicho kinachotenda kazi ndani yako ndio target shetani alionayo, na kwa sababu ndio target shetani alionayo, manake na wewe lazima uwe mjanja kuliko yeye. Manake akileta mtego, lazima ujue kabisa huu mtego unawinda wapi, alafu unaangalia pale anapowinda. Ukiangalia pale anapowinda, Biblia inasema haijalishi ya kwamba utajikwaa, lakini hautaanguka chini. Manake wakifikiri ya kwamba unaanguka chini, ndio wanashangaa hatua zako zinavyoongezeka. Kuna watu wanakuambia ya kwamba kadri unavyompiga chura teke, ndivyo ambavyo unamuongezea mwendo. Kwa hiyo haijalishi mahali ulipo wanakupiga teke, wanashangaa kesho wanakukuta huko mbele kuliko wao. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho haujachukulia yale maneno kama kitu cha kukukwamisha, lakini umechukua hayo maneno kama changamoto ya kukufikisha mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme nini? Nataka nizungumze na watu ambao wamebeba vitu vikubwa, watu ambao wamebeba hatima kubwa ndani ya mioyo yao, ambao shetani anawawinda mchana na usiku ili aweze kuwarudisha nyuma. Hili ni neno la Bwana kwako. Haijalishi mahali popote wanawinda hatua zako, hata ujapojikwaa hautaanguka chini. Hata ujapojikwaa hautaanguka chini. Wakifikiri utaanguka chini, kesho wanakukuta huko mbele yao. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu umejua siri ambayo shetani anaitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pokea hatua mpya katika jina la Yesu. Pokea hatua mpya katika jina la Yesu. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Waefeso, Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 26. Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 26 na wa 27. Biblia inasema hivi: Waefeso 4:26 anasema hivi: muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujaondoka. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujaondoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uchungu unatakiwa uweze kukaa ndani ya mtu ndani ya masaa 12. Baada ya hapo unatakiwa uondoke. Maana yake usipoondoka, Biblia inasemaje? Msije mkampa ibilisi nafasi. Kwa hiyo maana yake ukizidi baada ya hapo, ibilisi anaanza kupata nafasi. Ndio ghafla unashangaa unaanza kuwachukia watu ambao mwanzoni ulikuwa unawapenda. Watu ambao ghafla ulikuwa ukikaa na watu unaanza kuongea mazuri yao, unashangaa ghafla unaanza kuongea mabaya yao. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya ule uchungu ulionao. Kwa sababu kitu kimojawapo ambacho kinachoingia ndani ya mtu, uchungu unapoingia, manake uwe na uhakika, haijalishi unatendewa kitu kizuri kiasi gani, kwa sababu ya ule uchungu, tafsiri yake inakuwa ni mbaya. Ndio maana unakuta kuna watu wengine wanaanza kuwaambia wengine mara ni maajenti, mara wanamtumikia shetani. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ule uchungu ulioko ndani yao ndio unaosababisha kuweza kuongea kitu anachokisema. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu tayari ameshampa ibilisi nafasi. Nini ninachotaka kukwambia? Manake lazima uweze kujitathmini.
Mahali popote ambapo unakuta unazungumziwa maneno ambayo yanaweza kusababisha kubeba uchungu, manake lazima uweze kuona ya kwamba kuna kitu ambacho inawezekana shetani anakiwinda kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe.